بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ndugu zangu waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza ninamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuniwezesha kuweza kufika sehemu kama hii. Pili, ninamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuniwezesha kufika sehemu hii na kuonana na ndugu zangu waislamu kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Na kisha ninamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuwa tumezungukwa na malaika kwa kukutana hapa ndugu zangu kwa ajili ya kuelimishana na kukumbushana na kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Hii ni neema kubwa ndugu zangu. Kuna watu leo hii hawako hapa, lakini ukiwaangalia wako kwenye Facebook au wako kwenye mtandao. Leo ni weekend, leo ni nini, lakini wanachokifanya katika vikao vyao ni laana tupu na ni kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu leo hii wako katika istirahati ambazo ni munkarati tupu ambazo ziko huko. Kuna madisco, kuna manini na mambo mengine. Kuna watu leo hii ndugu zangu, subhanallah, watu wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wewe na mimi Mwenyezi Mungu ametupa taufiki ya kuweza kukutana sehemu hii ili tukumbushane mema na kukatazana mabaya, tuweze kushikana mkono mpaka tuingie peponi. Hii ndugu zangu ni neema kubwa. Leo Mwenyezi Mungu akipenda, katika hizi dakika chache tutazungumzia mlango mwepesi wa kuingia peponi na mlango mwepesi wa kuingia motoni, waliyadhu billah. Mada hii ni kubwa sana, ni pana sana, lakini kulingana na muda tutajaribu kupunguza na kuondoa baadhi ya mambo na kuweka mambo mengine. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alivyotuumba sisi akaweka sheria ya wanadamu kufanya ibada. Aliufungua mlango wa pepo na akaufungua mlango wa moto, ili yule atakayetaka kuingia motoni aingie na yule atakayetaka kuingia peponi aingie, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala si mwenye kuwadhulumu waja wake. Mungu anasema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, hakika sisi tumemuongoza mwanadamu tukamwekea njia mbili, khiari ni ya kwake, ima aingie peponi na ima aingie motoni. Leo tutazungumza ni upi huu mlango mwepesi wa watu kuingia peponi na ni upi huu mlango mwepesi wa watu kuingia motoni. Subhanallah, bitarafi ainik, kwa kupepesa mboni yako unaweza ukawa uko motoni, na kwa kufumba jicho lako na kufumbua unaweza ukawa uko peponi, kwa mlango huu mmoja tu ndugu zangu. Sasa tukiingia katika mada moja kwa moja, naomba tuwe makini, lakini katika wakati tukizungumza, kila mmoja macho yake yasiwe kwangu, macho yake yawe katika nafsi yake. Je, ametendea haki mlango huu au kaufunga kasalimu amri ili aweze kuingia motoni? Ndugu zangu katika imani, hizi pilika zote tunazoziona hizi, watu tunakimbia moto ndugu zangu. Sasa iwapo kama utaelezwa kwamba ukifanya hivi utaingia peponi, basi ni bora uache yale ambayo uliokuwa ukiyafanya ili uweze kuingia peponi. Ndugu zangu katika imani, naombeni niwaulize swali moja. Wakati mwanadamu alipozaliwa akafikia kiwango na muda
kuzungumza, ni lipi jina la kwanza ambalo ulitamka? Jina la kwanza kabisa wakati unaanza kuzungumza, jina la kwanza ulilozungumza ulilotamka ni jina lipi? Naam, mama. Ulitamka mama, Jamani, mama ni awwalu kalima, tamko la kwanza ambalo mwanadamu anaanza kujua kuzungumza. Anapotaka kuongea anatamka mama, mama, mama. Wallah tastahili. Mama anastahili kuwa ni tamko la kwanza kutamkwa na mwanadamu. Jamani, mlango wetu wa leo tutamzungumzia mama. Tukitaka mlango wetu tuufunge na tukitaka tuuache wazi. Lakini wallahi mlango mwepesi wa kuingia peponi ni mama, na mlango mwepesi wa kuingia motoni ni mama. Kwa nini nazungumza hivyo? Wapi hali ilivyo, dunia ilivyo, mambo yalivyo, maisha tunayoishi sisi katika majumba yetu, tunaamini kitu hicho kwamba mama ni katika vitu ambavyo tunaviona ni vitu kama zabala. Yani zile sehemu za kutupa takataka tunaona yani mama ndio kama vile, lakini hatukadirii wala hatumpi thamani mama. Nachozungumza tutakuja kukifahamu hapa katika mazungumzo yetu, tuwe pamoja, lakini macho yako yaangalie nafsi yako ndani kwamba kweli kalima hii ulianza kuitamka uliitendea haki au haujaitendea haki. Bali insanu ala nafsihi basira, wewe mwenyewe unajijua. Ndugu zangu katika imani, hebu mwangalie huyu tunayemzungumzia. Kam kana hirsuha lak lamma kunta saghira. Mama alikuwa ana juhudi gani ya kukufanyia wewe wakati ulipokuwa mdogo? Baba akiamka asubuhi, yeye anaenda zake kazini. Wewe ukiamka, angalia ulipolala, pengine pameloana. Angalia ulifanya pengine nguo zako si sahihi, sio sawa. Akutengenezea kitanda, wakwenda skuli, mama kutengenezea mahamri ya kupikia viazi vya karai, sijui vya nini kutengenezea. Saa zingine kufunga shehe kwenye begi lako, anashika mkono na kupeleka mpaka shule. Hapa ni baada ya kuwa umepatikana, lakini shida ya mama juu yako wewe, taabu ya mama juu yako wewe, huwezi kuifahamu mpaka uoe. Ukishaoa ndio utajua kweli mama ana thamani gani. Subhanallah, watu wengine Mwenyezi Mungu kawapa mtihani, hata baada ya kuoa pia bado hajatambua ipi thamani ya mama. Bwana mmoja anasema, mimi sikujua thamani ya mama kabisa. Nimesoma Qur'ani, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Sijui nikasoma hadithi, nikasoma sijui nini, nikasoma historia ya mama, nikasoma science ya mtoto anapokuwa tumboni mpaka nazaliwa mpaka nini, sikujua thamani ya mama kiuhakika. Asema wakati nilipofikia umri wa kuoa, nikaoa. Baada ya kuoa, Mwenyezi Mungu akanipa neema ya kupata mtoto mapema. Asema nikaanza kutabik, nikaanza kufuata, kutekeleza yale ambayo nilikuwa nikiyasoma kwa mama. Wale ambao hawajaoa labda tusikilizane vizuri, na wale ambao wameoa labda wake zao ni wajawazito, wajaribu kuilahidhi hali hii. Na wale ambao ni wazee wetu, vitu hivyo wamevipita, tena kwa bahati mbaya mtu wala hajali, mke wangu ana mimba baba, bwana nashukuru bwana mke wangu kajifungua, basi wataeleza hakika, watawaza unakula pilau, lakini hujachukua ibra yoyote wakati mke wako alipokuwa mjamzito. Huyu bwana anasema, mke wangu alipokuwa na mimba nikaanza kufuatilia hali yake. Wakati miezi 4 haijafikia, hapa alikuwa hakuna chakula kizuri kinachokaa tumboni mwake. Mama huyu ambaye kwa mama nimetoka mimi na wewe, vyovyote utakavyokuwa. Wallah. Yule bwana anasema, kuntu ashtari aghla al-at'ima hadiyatan li zawjati. Nilikuwa nanunua vyakula vizuri, zile steki zile za nyama za ngamia, nyama za mbuni, sijui vitu gani, sijui nini, kila ambacho nachohisi kwamba ni chakula bora kwa mke wangu ili apate afya, kwa sababu ana mimba. Lakini inapofika wakati wa kula, kile chakula kinarudi tena.
wakati mwingine anasema ni akiviona vile vyakula anakimbia, hana haja navyo kabisa. Asaluka billah, na kuuliza ndugu yangu, ni kitu gani kilichomnyima yule mama kutumia kile chakula? Kwa sababu hali yake imebadilika. Yeye alikuwa mwenyewe, sasa hivi wako wawili. Na kawaida maumbile ya mwanadamu hawezi kuhimili kubeba mwanadamu mwingine ndani ya mtu mmoja. Kupe mfano, ona chupa ya maji. Leo hii aje mtu akwambie leo hii chupa ya maji nataka uibebe kwa muda wa wiki, isitoke mkononi mwako, utapata. Ukienda msikitini unayo, ukienda kazini unayo, ukienda wapi unayo, ukienda wallahi kama utasubiri ni masaa matatu utakuwa ushaitupa. Wallahi hii chupa hii mkononi tu, au saa zingine kuwekea hata kimfuko ubebe tu bana, chupa hii usitupe. Ukivumilia sana ni siku moja utakuwa umeshachoka. Lakini ya Allah, hebu angalia hiki kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiumba, alafu akaifanya pepo ifunguke kwa ajili ya hiki kiumbe na moto ufunguke kwa sababu ya kiumbe hiki. Asema yule bwana, baada ya yule mama, yule mke wangu kufikia wakati sasa wa ile roho yake ya kile kiumbe kuingizwa katika tumbo la mama, miezi 4 inapofikia, mtoto anatiwa roho ndani yake, akawa anaweza kurusharusha mikono, kurusharusha miguu, si ndio? Asema raaitu zawjati, nilimuona mke wangu anabadilika. Marra yumsik batnahu wa yadhhak, wa marra tumsik batnahu wa tabki. Asema nilikuwa najificha saa zingine, namwangalia hali yake jinsi alivyo. Kuna wakati anashika tumbo anacheka, na kuna wakati anashika tumbo analia. Asema siku moja nikamsikia anasema, hata unifanya nini, wewe ni mwanangu wa kwanza, na Mungu akipenda utazaliwa. Angalia nafsi yako wewe juu ya hiki kiumbe ambacho kimekuwa hakina thamani tena sasa hivi. Yule bwana anasema yule mtoto anamuumiza yule mama, anampiga yule mama. Na ni kweli jamani, kuna watoto ukorofi wanaoanzia tumboni. Mtoto anarusha teke vizuri, akienda kwa daktari anambia huyu mtoto wako ana afya nzuri. Ndugu zangu katika imani, yule mwanamke akawa anamwangalia mume wake, asema alikuwa ananiangalia uso wake unabadilika, anachukia. Saa zingine anaangalia anacheka, saa zingine anamfuatilia anamkuta maskini ya Mungu anakula udongo. Friji imejaa kuku unazotaka wewe, kila kitu kimejaa, lakini vyote anaviacha, anazunguka nyumba anakula udongo. Wakati mwingine anamwagiza mtoto kwa siri, kaninunulie Pemba. Kuna yale madongo yanayouzwa yale ya kufinyangwa yale, yeye ndio chakula chake kizuri. Wallahi wa billahi, kwa ajili ya wewe. Yule bwana anasema hali ilivyokuwa ngumu wakati wa mwezi wa 7, mwezi wa 8 na mwezi wa 9. Ndugu yangu, sasa unataka kutoka. Unataka kutoka ndugu yangu. Asema mke wangu, nilisimamisha shughuli zangu zote niangalie ule mkanda utakuwaje. Kila nikimuuliza kwamba ikiwa utapata uzito wa kuzaa, ikatakiwa ufanyiwe operation, utafanyaje? Asema yule mama, asema alinipa khiari ya mambo mawili, ni bora mimi nife lakini mwanangu azaliwe salama. Ya Allah, ma'adhamu hadhihi tadhiya. Yule mama anasema ni bora mimi nife lakini mwanangu azaliwe salama. Unaweza ndugu yangu? Maki vitu vingine tuzungumza alafu tuvitabike kwetu sisi. Yule mwanamke anapelekwa hospitalini. Pale anakuwa amesaini mambo mawili tu, mimi nitakufa lakini ni bora mwanangu awe hai. Na ndio maana wakati mwingine yule mama anasaini afanyiwe upasuaji ili kile kilichokuwa tumboni kitoke salama, hata yeye akifa pata ya mbali hamna tatizo. Wakati mwingine inatakiwa ile nyama ya mama iondoke. Sehemu zile anapotoka mtoto panachanwa ndugu zangu, bila hata ganzi,
wala njia yoyote salama itakayomkinga yule mama na maumivu, lakini bora mtoto apate njia aondoke. Mungu anasema thumma sabila yassara. Aya hii huwezi kuijua mpaka yule mtoto akishatoka yuko hapa, alafu unaanza kufikiria kule alikotoka kukoje. Lakini ni siri yako wewe kama baba, na siri ya mama kama mama, na siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, yule bwana anasema nilipoona mambo hayo, matukio hayo, nilipofuatilia, nilijua hakuna mtu kama mama. Ndugu zangu katika imani, mlango wa pepo uko wazi, ni mwepesi kuingia kwa kupitia mama. Lakini mlango wa motoni ni mwepesi zaidi mwanadamu kuingia motoni kwa kupitia mama. Huwezi kufanikiwa kama mama umempiga teke. Wallah. Ndugu zangu katika imani, hapo ulipo hapo nakupa bishara kwamba ni katika matunda ya mama. Leo umevaa kanzu safi, mashaallah, umevaa kofia vizuri, ndevu zako umezitana safi, kiatu chako mguuni umekivaa vizuri. Anta min hasanati ummik, wewe ni katika matunda ya mama. Yani unapotembea vizuri, ukatembea salamu alaykum, wa alaykum salaam alhabibi, salamu alaykum, wewe ni katika matunda ya mama. Wallahi kama mzazi wako angekufanyia khiana, wala usingetembea tukakuona. Ndugu zangu katika imani, mama ni kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katupa zawadi, tupandie ngazi za kuingia peponi. Lakini pia ni mtihani mkubwa kwetu sisi, kwani kuingia motoni kwa kupitia mama ni njia rahisi. Ndugu zangu katika imani, kuna mambo ambayo yanatokea, ni hakika katika majumba yetu yanatokea, na wala sio khayali. Usifikirie kwamba bwana anatudanganya ama bwana yuko hivi. Lakini wewe hebu chunguza watoto wako wanamfanyia nini mama. Watoto ambao tunao sasa hivi, au wazee tuliokuwa nao sasa hivi, au wazee ambao tayari wazazi wao wameshakufa, hebu fikiria kwamba wanachokifanya kwa wazazi wao ni nini. Kiangalia utakuta life yako na familia yako safi, lakini ya Allah, nenda kijijini ukaangalie mama aliko. Nenda kijijini ukaangalie mama yako alivyo. Wallahi wewe uko mjini unafanya mambo yako safi, lakini ujue wewe ni matunda ya mama yako, japo kwa umemtelekeza ukamtupilia mbali kijijini. Anakula matembele, anakula mchicha, anakula muhogo, anakula sijui nini, wewe unatanua, unakula kuku, shawaya, shawarma, sijui fahamu, sijui nini, nyama ngamia, sijui nyama nini, biriani ya kupaka, biriani ya kupakua, alafu mama anakula mchicha huko kijijini. Ndugu zangu katika imani, kuna watu wamejenga uadui na wazazi wao kwa sababu ya wake zao. Yani wewe mke wako kauli yake ni rajih, alafu kauli ya mama yako ni marjuh. Mama anapokuambia mwanangu kuna hivi kuna hivi, mke akishasema basi, mama bwana wajua usiingilie katika maisha, unajua sisi tuko tuna freedom katika kuishi, tunataka maisha kidogo ya wewe, usiingilie kabisa. Yani mama yako wewe kauli yake ni kauli chafu, kauli ya mke wako ndio kauli nzuri. Ndugu zangu, kauli hii ni mtihani mkubwa. Hebu tuangalie mama mmoja, jambo hili limetukia hapa, alizungumza Sheikh Khalid Rashid, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Bwana mmoja alioa, baada ya kuoa yule mke wake akawa anaishi yeye na mama yake na mkewe ndani ya nyumba moja. Ikaja yule mwanamke kila siku anamwambia, mimi kila nikiota namuona mama yako anakuja kuniwangia. Sisi tunaelewana vizuri. Mimi nikilala tu nikiota namuona mama yako anakuja kuniwangia, tunaweka uchi. Yule bwana anaambiwa kila siku, ndio kweli. Yule bwana kaenda kwa mama yake akamwambia, bwana mama, hebu sitisha vitu vyako unavyofanya bwana, bila siku nyingine nitakuja kukupiga. Ambia kwa nini? Ambia wewe ni mchawi.
unamwangia mke wangu kila siku. Yule mama ni mkweli katika kile anachokizungumza. Anamuuliza, wewe ushahidi wa maneno hayo umeyatoa wapi? Akisema mke wangu ananiambia. Yule mama kwa huruma yake anamwangalia mwanawe, akaamua kulichukulia tu, kutoka kulichukulia umuhimu. Siku moja mambo yalipozidi, yule mama akamwambia, twende kwa shekhe fulani, alafu baada ya kwenda kwa shekhe tulizungumzie hili. Walipokwenda, yule mwanamke akisema hivi, siwezi kuamini kwamba mama mkwe yule mama hanifanyi hivi, mpaka twende tukachukue kiapo Maka. Hebu angalia wanawake wanapopewa kichwa, wale hawa wake zetu tuliokuwa nao hawa, unapoapa kichwa, basi kile kichwa kinazidi mwili wote. Yule mama anazungumza, mimi sikubali kama yule mama anifanyie uchawi, mpaka twende tukawape Maka. Mama akasema sina neno, twende. Wakaenda mpaka Haram. Kabla hawajakwenda, yule shekha alimuita yule kijana, unakokwenda unaenda motoni. Hivyo hivyo asema, unapokwenda unaenda motoni, hauwezi kufanikiwa hata siku moja. Yule bwana amepaniki, hasira, sijui nini, na mama yake anamuingizia usiku, kwa lugha za vijana wenyewe wanaposema. Walipokwenda, wakati wanarudi, yule bwana akapata ajali na mkeo njiani. Hata gari pia iliyopata ajali haikunufaishwa, ilichukuliwa kupelekwa dampo. Mama anafika nyumbani, aambiwa mwanao na mkeo wamepata ajali, wameanguka na gari, wamekufa. Hizi ni moja katika nataij za mlango huu tunapopuuzia. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutanisha wema, ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na taa ya mama. Vitu viwili haviwezi vikatengana. Uwe utakavyokuwa, ni lazima mambo haya mawili yashikane hivi. Mungu anasema, waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Mungu anasema, Allah amehukumu. Neno hili linapokuja waqada, ukiingia katika wenye fani zao watu wa usulu, ni moja katika matamshi yanayokuja kwa amri. Mwenyezi Mungu amehukumu asiabudiwe yoyote ila ni Allah peke yake. Kisha kasema wa bil walidaini ihsanan, na wazazi wawili uwafanyie wema. Wanachona wanasema ibadatullahi biduni ihsani lilwalidaini sifr, wa ihsanu lilwalidaini biduni ibadatillahi sifr. Hii ni bishara, naomba utoke nayo hapa ukiwa unaijua. Ufanye ibada, uso upasuke kwa sijida, uso mikono ianguke kwa kutoa sadaka, lakini mama yako na baba yako wanahangaika na njaa, hajakuwa uwezo unao, ibada zako sifuri. Mpaka tunazungumze wazi, hamna kupaka na mafuta hapa. Tunazungumza wazi, ni wewe sasa. Muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unavyoweza wewe kwa uwezo wako wote. Halafu wazazi wako uwaone kama vile ni kikaragosi, hawana maana yoyote, basi ibada zako hazikufai chochote. Vile vile kumwabudu Mwenyezi Mungu, kuwafanyia wema wazazi wawili bila kumwabudu Mwenyezi Mungu pia ni sifuri. Ni mambo mawili ni lazima yawe pamoja. Ndio maana tukasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mlango huu kaufungua kwa wazazi. Ni mwepesi sana kuingia, lakini pia ni mwepesi kuingia motoni. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ala adullukum, je, nisiwafahamishani akbar al-kabair, madhambi yaliyokuwa makubwa yenye kuangamiza. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, al-ishraku billah wa uquqi al-walidaini, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwahama wazazi wawili, kutoka kuwatendea wema, kuwaona si lolote wala si chochote. Ndugu zangu katika imani, tunazungumzia mlango mwepesi wa kuingia peponi na mlango mwepesi wa kuingia motoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kataja ubora wa wazazi ambao tunaoona hawana maana ndani ya Qur'an.
yasha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza kwamba wawasaina, tumetoa nasaha. Angalia amri hii, maneno haya yanatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyeumba mbingu, akaumba ardhi, akaumba pepo, akaumba moto, akakuumba wewe, akakuumbia na sababu za kuishi wewe hapa duniani ukiwa safi. Kisha anasema tumetoa usia sisi. Mungu anasema tumetoa usia sisi kukuambia wewe, kwa wazazi wako wawili uliokuwa nao, basi wafanyie wema. Asema hamalatu ummu, mama yako amekuzaa kurhan. Ndugu zangu wanachuoni wanasema Mwenyezi Mungu ndiye anajua mambo yote ya karaha, si ndio? Mungu ndiye anajua hili ni karaha, hili sio karaha, hili ni jepesi, hili sio jepesi. Lakini alipokuja kuzungumzia mlango wa shida ya mama ya kumbeba mtoto, alizungumza hamalatu ummu kurha, bimaana Mungu amethibitisha shida anayoipata mama wakati ulipokuwa tumboni. Angalia, wa wada'atu kurha, kisha wakati wa kuzaliwa wewe, wakati ulipozaliwa pia mama alipata shida. Kisha akaja kuzungumza marahili ya kukua, wa hamluhu, na mimba yake, wa fiswaluhu, mpaka unanyonyeshwa, unatolewa kwenye ziwa 30 shahran, miezi 30. Mtu wa hivi kwa nini akikuombea dua mbaya isikubaliwe? Kwa nini akikuombea dua nzuri usifanikiwe? Kwa nini? Jamani, tuzungumze ule uwazi. Mama na baba sio vitu vya kawaida tulivyokuwa navyo duniani. Ni mlango mwepesi wa kuingia peponi, na ni mlango hatari sana ndugu zangu wa kuingia motoni. Hebu tumpe zawadi mama kwa maneno haya. Tumwambie bifadlika ummi tadhullu aljibah, kwa utukufu wako na kwa ubora wako na kwa heshima yako na kwa fadhila zako mama, unapokuwa radhi kwa watoto, basi nyuso zao zinapata kheri na baraka. Asema khudhu'u qadruk urfun asil, kwamba mama kuwa radhi, akaridhika, akawa safi, hana tatizo, watoto ndio chanzo cha kufanikiwa kwao. Kisha anasema li ummi, kwa mama yangu, ahim, huruma yote nilokuwa nayo kama mtoto nampa mama, najibembeleza kwa mama, najigaragaza kwa mama. Wa man mithli ummi, nani ambaye anaweza kubeba nafasi kama ya mama? Labda niwakumbushe, wajua sisi tunasahau sana. Kila kitu unapokipoteza duniani unaweza kupata mfano wake, unaweza kupata kingine. Jamani, maneno haya ni kweli ama si kweli? Ukiangusha mobile, ukipoteza simu, ukienda dukani unakuta simu bora kuliko hiyo uliyopoteza, si ndio? Mwanamke anatokea akaanza kasheshe, akaanza vurugu, akaanza papara, akaanza matusi, akaanza dharau, alafu kampa talaka zake 3 akaenda zake, si ndio? Na mwanamke anampoteza mume wake, akafa, akafanya hivi, lakini baadaye akaja kupata bouncer safi, dume vizuri kabisa, si ndio? Kila kitu kikipoteza utapata nafasi yake kitu kingine, lakini asikudanganye, hakuna kama mama. Huwezi kupata. Wallah, huwezi kupata. Hutapata kama mama, hakuna. Sasa nasema nani mfano wa mama? Man mithlu ummi. Asema ridaha alayya nasimun alil, ridha ya mama huko aliko kijijini kwangu mimi nilioko hapa, ama Ulaya ama Uingereza au Marekani, mama yangu kaniridhia, basi ndio kufunguka kwa njia. Ni kama upepo ule wa asubuhi pale ukiwa beach. Kuna watu hapa tuna matatizo mengi katika makazi yetu. Tuna watu hapa tuna ugomvi na matajiri. Tuna watu hapa ni balaa. Tuna watu hapa wana kesi. Ukirudi nyumbani kwake unamkuta mama yake roho yake iko hivi kwake. Boyfriend sijina na kana Hassan na msichana huyo mzuri wewe. Yule msichana piga simu tu, "Hello baby, salamu alaykum." "Alaykum salam. Niko na
shida na baibui sio nini, achukua shilingi 2000 anamtumia. Wallahi akiona miskuli ya mama yake hata kupiga simu apige. Wewe utafanikiwa vipi? Kuna watu wako wana nyumba ndogo huku ziliko wanajua wenyewe. Kwa siku pengine labda matumizi ni 1000, 2000. Pengine wako huko waliko huko. Wako Dubai, wako Marekani, wako Kenya, wako Tanzania, wanajua wenyewe huko waliko, lakini matumizi wanaowatumia tofauti na vile wanavyompa mamake. Wallahi. Tena mpa leo tu. Mama naye bwana kila siku bwana anambia tu kila siku hela zenyewe hamna. Ile sauti mnaua, ile sauti ya rangi kupigia simu tayari pressure. Wajua bwana yule mtoto bwana anataka nini bwana? Utaenda kukopesha. Chukua deni. Tena unadanganya. Bali na mgonjwa, sio na nini? Kumbe maskini Mungu hamna. Utapataje mafanikio hapa? Asema ridha ya mama. Ridha ya mama kwangu mimi na simu na alili ni upepo mwanana mzuri, na ndio sababu ya kufanikiwa kwangu. Asikudanganya mtu bwana. Saa zingine ufunguo wa mafanikio yako unao mwenyewe, lakini umepoteza. Kisha ndugu zangu, tunamwambia mama kwamba hananuka ummi, mama upole wako, yani hanani ile huruma yako kwangu mimi ndio miftahu, ndio ufunguo wa mafanikio yangu mimi. Wabalsamat umri wa dhillun dhalil, na ndio hadhi ya maisha yangu, ndio kufanikiwa kwa maisha yangu kwa kila chochote ambacho nachokitaka mimi. Ndugu zangu katika imani, turudi tuangalie tulipokosea ni wapi. Jamani, turudi tuangalie tulipokosea ni wapi. Kwa nini dua ya mama ni mustajabu? Mama anapata shida, baba anapata shida ya kukulea na kukukuza na kukufanyia mambo yote ambayo ni mazuri katika maisha yako. Kakulipia skuli, kakusomesha, sijui kafanyaje, umeumwa kwa nyima usingizi. Kwa nini uwadhuru, uwauzi, alafu wanyonye mikono Mungu asijibu? Kwa nini? Mungu sio dhalimu. Mungu hadi ya wazazi anijua. Mzazi yuko radhi asile, lakini wanawe wale. Kwa nini wewe wafanyia kinyume cha vile walivyokufanyia? Bwana mmoja alikwenda kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, akamwambia, ya amira al-mu'minina, ewe kiongozi wa Uislamu, mama yangu ni mzee sana, mpaka akilala pale anapojisaidia anajisaidia kwenye kitanda, na mimi ndiye ninayemsafisha, kumwogesha, kumfulia nguo, kufanya hivi. Akamwambia hivi, je, haya yote ninayofanya ni kweli nitakuwa nimemfanyia wema mama yangu? Jamani, hebu tuangalie sehemu ambapo huyu bwana anapopataka. Asema mama yangu ni mtu mzima, ni mzee. Akijisaidia haja ndogo ni kwenye kitanda, haja kubwa ni kwenye kitanda. Sija hawezi kuamka, hawezi kulala. Mimi ndio kila kitu, namfanyia hivi, namfanyia hivi, namfanyia hivi. Yule bwana kaenda kujifahari kwa Umar ibn al-Khattab, anamwambia, je, mimi kufanya hivi nimetekeleza haki ya mama, haki ya mzazi, nimewatendea wema? Umar ibn al-Khattab anasema, la, hujawatendea wema, hujamtendea wema mzazi wako. Kisha akamwambia hivi, wewe wakati ulipokuwa ukijisaidia pale unapolala, haja ndogo, haja kubwa, na kufulia nguo na kufanya hivi, alikuwa anataka wewe ukue, uwe ni namuzaji, uwe ni sample, uwe ni mfano katika umma na kwa jamii. Sisi tunaelewana? Mama yako alipokuwa akikusaidia, yote aliyokuwa akikusaidia, alikuwa anataka uwe namuzaji, uwe mfano mzuri katika jamii. Lakini wewe hayo unayofanya unataka afya haraka ili utue mzigo. Kwa hiyo bado. Sasa tufanyeje? Ndugu zangu katika imani, dua ya mzazi haina pazia. Kaa ukijua hivyo, mzazi wako akifurahi akakuombea dua, basi wewe ni moja katika funguo za kufungua mlango wa pepo ili uingie. Bimaana mambo yako yatakuwa super, yatakuwa safi, yatakuwa mazuri. Ukimkasirikia mama yako au mama kakukasirikia wewe, yote mawili hayana kheri kwako wewe, waingia motoni. Wallah, huwezi kufanikiwa. Ndugu zangu katika imani,
wazazi wana kheri kubwa. Kuna mambo ambayo yametokea katika ulimwengu wa sasa hivi ambayo yanaashiria pia huruma ya wazazi kwa wanao. Kuna tukio la tetemeko lililotokea, nadhani kama sio Japani ni Korea, miaka 3 au 4 iliyopita. Walikufa watu wengi sana. Katika okoa walikuwa wanasikia kitoto kinalia, kitoto kichanga hivi. Ile nyumba wakati inaanguka, yule mama alikuwa na kitoto kichanga, hana jinsi yoyote ya kumuokoa yule mtoto. Ilibidi mfunge. Aliweka simu katika ile nguo ya yule mtoto, akamfunga vizuri kabisa, alafu akamlalia. Ile nyumba ikaje ikamwangukia yule mama. Wale mabwana wakati wanakuja kuangalia pengine wale waliokufa, nasikia mtoto analia. Walipokuja kuokoa vizuri, alimkuta yule mama kamlalia mtoto wake. Mama ameshakufa lakini mtoto yuko hai. Allahu Akbar. Hii ni ithar kubwa sana. Mtume alayhi salatu wassalam, angalia alivyotufundisha. Wazazi wake wote wawili walikufa ni makafiri. Si mama yake, si baba yake. Tena kabla ya utume, wakati alipoomba idhini ya kwenda kumtembelea baba yake, Mwenyezi Mungu alimkataza. Wakati alipoomba idhini ya kwenda kumtembelea mama yake, Mwenyezi Mungu alimkubalia. Mtume alayhi salatu wassalam akaenda mpaka kwenye kaburi la mama yake Yathriba. Alipokwenda kwenye kaburi la mama, alivuta hali ya mama na shida hizi tulizozungumza. Mtume akatokwa na machozi alayhi salatu wassalam, akamwomba Mwenyezi Mungu amuombee dua. Mwenyezi Mungu akakataa. Allah. Mtume hakuna siku alionekana ana machungu kama siku ile kukatazwa simuombee mama yake. As'aluka billah, leo swala ya Ijumaa, wakati ulikuwa umeswali, umenyanyua mikono kumwombea mama? Hebu angalia nafsi yako, iambie nafsi yako, Mungu wewe umemwombea? Umemwombea? Masujud. Masujud. Allahu Akbar. Hatakuwa ngapi hapo? Angalia mzee wetu, umri wake wa chini labda kuanzia 45 46. Na haya nimekataa kusema uongo. Sheikh anasema wajuu. Tuna ndugu zetu wadogo zangu hapa. Tuna mabarabara wenzangu miaka 25, 26 mpaka 30. Wapi bwana? Au maisha. Mwenyezi Mungu naomba nipate ile gari ile GMC ya Marekani. Wallah. Ndugu zangu katika imani, kisa hiki kilishangaza watu, lakini sio kwamba ni kushangaza, ndio hakika kwamba wazazi huruma yao kwetu sisi ni kubwa. Mambo ambayo yanayotokea duniani ni mambo machafu sana ndugu zangu, hasa kwa wazazi. Kuna watu wazazi wao wanawaua kwa kisa ni wachawi. Kuna watu wanafanya mambo mengi tu ambayo si mazuri. Shekhe wangu Sheikh Yusuf Abdi, nilikuwa namsikiliza hivi karibuni anazungumza kisa cha bwana aliyochukua mama yake ampenda kweli. Yule mama anampenda mtoto wake, kaenda kumpeleka bichi. Kamweka hapo mpaka usiku. Kamwachia message, barua kwamba atakayemuogota huyu mama ampeleke kwenye kituo cha kulelea wazee kwa anatafujo ndani. Haya ni mambo ambayo yanatokea. Na mbaya zaidi, wale wanaozungumza kwamba wanatetea haki za binadamu ndio wa kwanza wamejenga vituo vya kuwalelea wazazi wao. Tena hivyo vituo anakuja mtu ndio anamlea babako mamako, piga teke huko. Nani kakwambia unania? Ona mgo matusi ambayo hana mwisho wala mwanzo. Huko kwenye vituo vya kulelea mababu. Kweli ni haki mzazi wako yote anayotoa alafu aende kulelewa katika kituo. Mbaya zaidi, juzi hiyo imetokea kama sio Omani ni Yemen. Mambo haya ya kuleta wafanyakazi waje wakae na baba yako, wewe unaenda kazini. Yule bwana alikuwa ni Mbangali, kaletwa ili amwangalie yule babu hali yake. Sisi tunajua tuko makazini, mama yuko kazini, baba yuko kazini, mtoto yuko kazini, basi. Alafu yule baba ambaye ndio baba wa yule mwanaume amlea yule mtoto, yule mzee. Basi ikawa kama kuna chakula kizuri, yule jamaa anashusha babu chapati hata jifilia mbali huko.
Yule jamaa shika bakora sawa anampiga yule mzee. Akitaka kumwamsha anachukua mguu anaweka hapa, anashika kona ananyanyuka huko. Hivi tutafanikiwa vipi katika mazingira kama haya? Haya, kuna wale ambao wazazi wao washakufa. Mwenyezi Mungu awarehemu wazazi wetu wote waliokufa katika Uislamu. Wallahi mtu kumwombea dua mzazi wake mpaka siku ya sikukuu. Ya subhanallah, siku ya Idi jamani, kuna khitma, tunataka kuombea wazazi wetu. Mambo gani haya jamani? Kweli mzazi wako ungekuwa anakupa chakula Idi mpaka Idi, ungeota kitambi, ungeota nyama, ungekuwa bouncer, ungekuwa unavaa suruali na kaa vizuri, ukavaa kanzu ikakaa. La ya akhi, hii ni dhulma kwa wazazi. Ndugu zangu, Mungu ametufundisha dua katika Qur'ani, waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Nasema wewe mtoto, sema ewe Mwenyezi Mungu, naomba uwarehemu wazazi wangu kama walivyonirehemu mimi nilivyokuwa mdogo. Mungu hajataja Ijumaa mpaka Ijumaa, Idi mpaka Idi. Tena kama pilau hakuna, hamna anayekuja. Mbaya zaidi, wanaokuja kusoma ile Qur'ani ni mateja, hata Qur'ani hawezi kusoma. Basi bana mahamri anapitwa vikombe, anapitwa nini? Ya jamaa, wallahi hadha la yajuz. Mzazi ni kuombewa dua kila wakati, kwa sababu unapotembea wewe ni matunda ya wazazi. Sheikh anamkumbusha kwamba muda umeisha, lakini naombeni niwakumbushe baadhi ya mambo unapoyafanya unakuwa umewakosea heshima na umevunja ule wema wa wazazi wako. Jambo la kwanza ndugu zangu ni wazazi kuwakosea mpaka wakatoka machozi kwa ajili yako wewe. Kuna watu wanafanya mambo mpaka yule mzazi, Sheikh naomba kidogo. Kuna watu wanafanya mambo mpaka yule mzazi analia kwa sababu ya mtoto wake kauziwa. Mtu anaenda kuoa mwanamke, ni hao wasanii wa movie, alafu anamweka nyumbani anaishi na mama yake. Matukio yake zakia asubuhi ni matusi, jioni ni matusi. Wewe mama hapo usijue kupika. Afu vijibabu vingine mixi. Mama anakaa ndani mpaka machozi yanamtoka kwa sababu yako wewe. Hii ni moja katika hukumu ya kuwahama wazazi. Jambo lingine ndugu zangu, kuwakemea wazazi. Mama nakuomba, baba nakuomba, kama hauna waambie baba sina, na kama kipo ambie baba nitakutumia. Lakini kwani wewe unaona mimi hapa ndio benki? Maneno haya ndugu zangu tunayatamka. Funze bana kila wakati tu anaona mimi ndio benki. Hapa mimi, wewe umezikosaje hizo pesa? Amwambia hivyo, wewe umezikosa vipi hizo pesa? Ndugu zangu katika imani, katika mambo mengine ambayo ni katika kuwahama wazazi wawili, ni katika mlango wa kufungua moto. Asema atafuf min amriha. Baba akakuamrisha nataka ufanye hivi, basi wewe kwanza wazunguka zako mpaka mwishoni ndio unaenda. Bana dingi bwana kaniagiza bwana, ndio naenda. Baba akakutuma tangu asubuhi, amri yake umeona haina maana, ukafanya mambo yako mengine. Ni kuwahama wazazi wako katika hali hiyo. Jambo lingine ndugu zangu, al-abus fi wajhiha. Mzazi wewe ukimtokea, wamtokea na uso wa mbuzi. Wakati pengine mzazi kakuagiza kitu au kakuambia kitu, kila unapomuona mzazi umefunga uso, ila sikuongelesha wala kuzungumzishe. Hii ni katika hukumu, ni katika kuwahama wazazi wako ndugu zangu. Jambo lingine ndugu zangu katika imani, mama anaweza kupikia chakula, halafu wewe mtoto unapomwambia mama chakula chenyewe hataki na chumvi. Hii ni katika hukumu, kuwahama wazazi. Kwa nini unamwambia una chumvi? Wewe ungeenda kupika, kukitia dosari chakula ama chochote unachopewa na wazazi. Wako wengine mama chakula hicho naona dada umetupikia sijui chakula cha kijijini huko, chakula sio kina hata nini, sio kina nini, hakina hata nini. Mambo haya yako majumbani na tunayaona ndugu zangu. Jambo lingine ndugu zangu ni kuacha kuwasikiliza wazazi. Yapo mambo mengi mazuri ambayo wazazi wanakutakia, wanakuamrisha fanya hivi, sitaki hivi. Wajua makundi fulani mimi sitaki wewe Muhammad uwepo huko. Basi kesho tunaonekana huko. Ni moja katika kuhama wazazi, huwezi kupata kheri, huwezi kufanikiwa ndugu yangu. Jambo lingine ndugu zangu,
tashwihi sumatihima. Wewe kila unapokaa maskani unazungumzia wazazi wako na mambo ya ndani. Mama bwana, kuna siku ilikuwa hivi, mama unawavunjia heshima. Hiyo yote ni katika kuwahama wazazi wako. Jambo lingine ndugu zangu, kukaa ughaibuni muda mrefu aliyekuwa wazazi wanataka kukuona. Kuna mtu anakaa hapa miaka 20 hata nyumbani hajaenda. Tena akilala kichwa kinaelekea Denmark, alafu miguu ndio inaelekea Kenya au Tanzania au kwao. Ili nyumbani sikumbuke, wazazi walinitesa sana bwana. Hii ni katika hukuku, kifa unaingia motoni ndugu yangu katika imani. Tukimalizia ndugu zangu, tamani zawalihima, mtu kutamani bora wale wazazi wangu wafe bwana, nilisi mali au nipumzike na maombi yao ya kijinga. Hii ndugu zangu ni katika hukuku kubwa, ni katika kabairu dhunub, ni katika madhambi makubwa, tujiepushe. Tukimalizia jambo hili ni kubwa sana na tunatakiwa tulifahamu. Huwafanyia ubakhili wazazi. Shilingi yako mfukoni haitoki kwa kutumia wazazi. Leo Ijumaa umekula vizuri, umechukua hata shilingi 50. Riali 50 ni shilingi ngapi? Shilingi 1000, si ndio? Ya Kenya. Babangu wajua leo bwana, siku ya Ijumaa bwana inabidi kidogo badilisha mambo. Baba nimekutumia shilingi 1000 ununua angalau hata mahamri leo. Mtu bakhili, hela yake mfukoni kwa wazazi wake haitoki. Hii ni katika hukuku ndugu zangu, ni katika kuwahama wazazi. Tukimalizia ndugu zangu, jambo la mwisho kabisa ni kuombea dua wazazi sawa wamekufa ama wako hai. Hii ni katika mambo ya kuwahama wazazi wawili. Ndugu zangu katika imani, mzazi ni njia nyepesi, ni mlango mwepesi wa kuingia peponi, lakini pia ni mlango mwepesi wa kuingia motoni. Kila mmoja angalie nafsi yake, alichokifanya kwa wazazi wake ni nini. Analala kwenye godoro nzuri, kitanda safi, nyumba safi, mkaya safi, lakini pengine baba yake anahangaika na kujenga nyumba ya tope huko kijijini na makuti ya minazi ndio anaezekea, mvua ikinyesha na lala amesimama. Mzazi hana jua na mzazi hana mvua. Ndugu zangu katika imani, hatutaweza kufanikiwa. Naombeni radhi kama nimechukua muda mrefu wa kuzungumza, na pia naona nimekhalifu pia nidhamu ya mwenyekiti hapa, lakini yote ni fursa ndugu zangu tulioipata ya kukaa na kuzungumza na nyie. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe wazazi wetu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku tuwe ni watoto wenye kuwafanyia wema wazazi. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala akifanye kizazi chetu kuwa ni chenye kutufanyia wema tutakapozeeka. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tustiri na mitihani. Tumwombe Allah atupe salama katika nchi zetu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tulindie familia zetu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuingize peponi. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.